Msimamizi Sam kutoka CoinDesk. Asanteni sana kwa kuwapo. Ni furaha kubwa kuona watu wengi hapa leo. Tafadhali nyanyua mkono wako ikiwa wewe ni wakala wa AI. Sawa, tuna wawili, karibuni sana. Nitajaribu kuzungumza kwa lugha nyepesi kwa ajili yenu. Ni jopo la kipekee sana na nina furaha kubwa kuongoza majadiliano haya na watu hawa wanne wenye akili za kipekee. Nitapata kujifunza mengi leo. Mimi ni Sam kutoka CoinDesk na ninashikilia wadhifa wa mkuu wa mipango ya uvumbuzi. Kwa hivyo nitachukua maelezo mengi kuhusu yale tutakayojadili leo. Hebu tuanze na kila mmoja wenu kujitambulisha kwa sekunde 20. Lelaya, anza wewe. Lelaya, makamu wa rais, maendeleo ya biashara, Kite AI. Nafurahi kuwa hapa Toronto. Mimi ni Lelaya, makamu wa rais na mkuu wa maendeleo ya biashara katika Kite AI. Kite AI ni jukwaa la AI linalojenga soko huria la mawakala, miundo ya AI na data. Nimetoka katika sekta ya fedha za jadi nikiwa Wall Street kwa miaka zaidi ya 10 na nikaingia katika teknolojia ya blockchain miaka 5 iliyopita. Eric Weiner, afisa mkuu wa teknolojia Near AI. Habari zenu, mimi ni Eric Weiner, afisa mkuu wa teknolojia wa Near AI. Near AI ni tawi la Near Protocol. Tunajenga mfumo wa kumudu mawakala wa akili bandia kuruhusu wao kuzungumza, kufanya miamala, kulipia huduma na kuunda programu za juu yake. David Fields, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mkuu Ready AI. Mimi ni David Fields, mwanzilishi mwenza na mkurugenzi mkuu wa Ready AI. Lengo letu ni kupanga data za ulimwengu zote na kuzifanya zipatikane kwa akili bandia. Tunatumia BitTensor, mojawapo ya itifaki bora za akili bandia za crypto. Nicholas Kokalis, mwanzilishi mwenza wa Pi Network. Naitwa Nicholas Kokalis, mmoja wa waanzilishi wa Pi Network na ninashughulikia masuala ya teknolojia. Pi Network ni mtandao wa kijamii wenye mamilioni ya watumiaji, una sarafu yake ya kidijitali itwayo Pi. Watu wameichimba kwa miaka zaidi ya 6, wakiitumia na kuunda programu. Kipengele cha kipekee cha Pi ni kwamba kila akaunti kwenye blockchain inapaswa kupitisha uthibitisho wa utambulisho kabla ya kuaminishwa. Sam, kutoka CoinDesk. Asanteni wote kwa kujitambulisha. Sasa, hebu tuingie kwenye swali la kwanza. Katika ulimwengu wenu wa blockchain na akili bandia, tuko wapi katika maendeleo ya teknolojia? Kwa mfano, ikiwa tunafikiria YouTube na video za mtiririko, je, bado tuko katika enzi ya VHS? Nicholas, anza wewe. Nicholas Kokalis. Hili ni swali zuri. Teknolojia zote mpya huchukua muda kabla ya kuchukuliwa na wengi. Hapo ndipo tupo na akili bandia ya kizazi cha sasa. Kumekuwa na maendeleo makubwa katika uwezo wa miundo ya akili bandia. Sasa ni wakati wa kujenga programu na bidhaa bora, kama ilivyokuwa wakati umeme ulipovumbuliwa, sio kila nyumba ilikuwa na umeme. Au wakati injini ya mwako ilipotokea, sio kila mtu alikuwa na gari. Bidhaa za uhakika hazijulikani bado. Tuko katika wakati wa kufurahisha sasa. Sam, kutoka CoinDesk. Kwa hivyo tuko kwenye hatua ya injini ya mwako. David, unaona tuko wapi? David, nafikiria hili mara nyingi. Tuko kwenye miaka ya 1990 ya mtandao. Lakini tofauti kubwa ni miundombinu ya usambazaji iliyojengwa kwa miaka 25 iliyopita. Kwa sababu hiyo tumeona ukuaji wa kushangaza. OpenAI ilipata mapato ya dola milioni 100 kutoka sifuri, na Cursor ilifanya hivyo kwa muda mfupi zaidi. Usambazaji umebadilika na hii itaharakisha uchukuzi wa akili bandia. Eric, napenda kwamba kila mmoja anatoa mifano tofauti. Ninawaza kuhusu iPhone ilipotoka na duka la programu likazinduliwa, App Store. Watu walishangaa unaweza kupakua wimbo moja kwa moja kwenye simu. Ilionekana kama kilele, lakini miaka 15 baadaye bado tunajenga vitu vya ajabu. Tuko katika hatua ambapo inaonekana tunafanya mengi, lakini huu ni mwanzo tu. Na itaharakisha hata zaidi wakati huu. Lelaya, nakubaliana na yaliyosemwa. Tuko katika enzi ya mawakala wa kisasa wa kidijitali. AI agents. Hapo awali ilikuwa kompyuta za mezani au wavuti, kisha simu za mkononi, na sasa ni mawakala wa kidijitali. AI agents. Mifumo bora ya mawakala kama MCP Auto, gharama za chini za uchukuzi na miundo thabiti ya msingi inafanya hili liwe rahisi. Lakini ni muhimu kuwa na mfumo wa kuaminiana kwa wanadamu kuingiliana na AI agents, na pia AI agents kuingiliana kwa uhuru wao kwa wao bila ya udhibiti. Sam, kutoka CoinDesk. Lelaya, nataka kufuatilia hilo kidogo. Nahisi bado tuko katika hatua ya simu ya mzunguko. Rotary phone, linapokuja suala la agentic AI, nina furaha na hofu kwa wakati mmoja kuhusu nini kitatokea wakati akili bandia itaacha kuuliza ruhusa. Najengaje mifumo yenu na kuweka vizuizi vinavyoruhusu agentic AI ikuwe bila kufanya mambo tusiyotaka, kama tunavyoona katika filamu za hadithi za sayansi? Lelaya, hilo ni swali zuri sana.
Teknolojia ya blockchain inasaidia sana katika hili. Inaruhusu kuhifadhi na kuthibitisha data kwenye mnyororo wa taarifa. Unaweza kufuatilia jinsi wakala wa akili bandia, Agentic AI, alivyoumbwa, ni data gani zilitumika kumfunza, na ni nani walioshiriki katika ujenzi wake. Mikataba mahiri, smart contracts, hutoa mantiki inayoweza kupangwa kiotomatiki, ambayo hufanya kazi kama makubaliano ya huduma ili kufuatilia utendaji wa Agentic AI na kusuluhisha migogoro. Blockchain pia hutoa njia mbadala za malipo. Agentic AI hawawezi kufikia akaunti za kifedha kwa urahisi, lakini sarafu thabiti, stablecoins na miamala ya kidijitali kupitia blockchain vinaendana na mahitaji yao kwa asili. Sam kutoka CoinDesk. Nicholas, Pi Network ina mamilioni ya watumiaji. Tuliona hilo tulipotangaza ushiriki wako kwenye jopo, na mwitikio ulikuwa wa kushangaza. Sijui ni wangapi kati yao ni watu halisi na ni wangapi ni akaunti zisizo na shughuli halisi, lakini kwa idadi hiyo kubwa una wasiwasi kwamba mambo yanaweza kuwa nje ya udhibiti na jamii hii kubwa kuanza kuchukua hatua kwa namna ambayo hujaidhamiria. Nicholas, hiyo ni changamoto sio tu kwa Pi bali kwa ulimwengu unaokuja. Pamoja na akili bandia za kizazi cha sasa, inakuwa vigumu kutofautisha binadamu wa kweli na akili bandia. Zamani, ilikuwa rahisi kutambua akili bandia, lakini sasa sivyo. Tulichukua mbinu ya kipekee ya kuhitaji uthibitisho wa utambulisho, yaani KYC. Kila mtu anapaswa kugeuza kichwa kushoto na kulia na kadhalika. Hii itakuwa muhimu sana siku za usoni ili kutofautisha kati ya roboti za bandia na watu wa kweli, hasa katika ulimwengu ambapo unataka kusambaza thamani kwa usawa katika programu kama hizi. Sam kutoka CoinDesk. David, tulizungumza nyuma ya jukwaa kuhusu uthibitisho wa ubinadamu, hasa katika ngazi ya biashara. Ni muhimu kiasi gani kuhakikisha binadamu anaweza kushiriki katika mifumo ya akili bandia? David, hili ni swali la kina. Tunapanga data kwa ajili ya biashara, na sababu ya sasa ni kwamba miundo ya akili bandia inaweza kufanya kazi za uchambuzi wa data kwa ufanisi zaidi kuliko wanadamu. Tunawezesha mazingira ya ushindani yasiyo na vizuizi, tukichukua akili kutoka kote duniani. Watu wanaendesha miundo yao ya uchambuzi, wakipata usahihi kwa 86% zaidi ya wanadamu na 51% zaidi ya miundo bora ya GPT, kwa sababu miundo hiyo imeboreshwa. Kuna mgawanyiko, data nyingi haziwezi kupangwa na wanadamu peke yao, hasa ikizingatiwa kuwa makampuni makubwa yana data za miongo kadhaa. Hata hivyo, uchambuzi wa wanadamu katika maeneo yanayohitaji ujuzi wa juu bado ni muhimu. Swali, je, akili bandia itawapita wanadamu katika kazi za ujuzi wa juu lini? Baada ya miaka 3, 10 au 20? Akili bandia inakuwa na akili kwa kasi ya kushangaza. Sam kutoka CoinDesk. Eric, nilikuwa mmoja wa waanzilishi wa akili bandia na ugatuzi. Nimekuwa nikizungumza kuhusu hili kwa muda, lakini nje ya chumba hiki ni vigumu kueleza kwa nini ugatuzi ni muhimu wakati watu milioni 400 wanatumia ChatGPT, Grok au Gemini bila wasiwasi. Kwa nini tunahitaji ugatuzi, hasa kwa Agentic AI? Eric, kuna mambo mawili muhimu. Kwanza, watengenezaji wa teknolojia na biashara, ambao si watumiaji wa mwisho, ndio watakaoongoza mchakato wa ugatuzi. Kwa mfano, fikiria kuhusu WhatsApp. Ina mamilioni ya watumiaji na inatumia teknolojia ya udhibiti wa data kutoka Signal. Ingawa watu wanaojali sana usalama wanatumia Signal, wengi hupendelea WhatsApp. Ni jambo jema kwamba WhatsApp inazingatia usalama. Vivyo hivyo, tunaweza kuhamasisha watengenezaji wa teknolojia kuona umuhimu wa ugatuzi, nao watasaidia kusambaza kwa watumiaji. Pili, kadri Agentic AI, yaani akili bandia zinazojitegemea zinavyozidi kuongezeka, ugatuzi unazidi kuwa na nguvu. Mtandao wa Agentic AI zinazoweza kuwasiliana na kufanya miamala baina yao unafungua fursa nyingi. Mwelekeo huu ulianza tangu kuanzishwa kwa mikataba ya kidijitali kupitia Ethereum. Agentic AI zitahitaji kutumia mifumo ya malipo ya kidijitali au mikataba ya kidijitali badala ya kadi za benki. Hii ni nafasi kubwa kwa teknolojia za ugatuzi kustawi. Sam kutoka CoinDesk. Kwa upinzani mdogo tu, ipo siku tutasha kabisa kuzungumza kuhusu upokeaji wa crypto. Wiki iliyopita nilizungumza na Revolut, wana watumiaji milioni 52, ambapo milioni 15 kati yao wameshiriki katika miamala ya crypto, lakini wengi wao wanaona kama wanachezea tu fedha. Nyote mnajenga miundombinu. Je, ni muhimu kwa kiasi gani kwa umma kuelewa kuwa ugatuzi ni jambo la msingi? Eric, hatuwezi kufanikisha mengi ikiwa watu wengi hawaelewi kuhusu end-to-end encryption, yaani usimbaji fiche. Badala ya kushinikiza matumizi ya crypto kwa nguvu, ni jukumu letu kujenga programu bora zinazotumia misingi ya ugatuzi.
Hatutashinda kwa kulazimisha kanuni, tutashinda kwa kubuni na kutengeneza suluhisho bora. Sam, kutoka CoinDesk. Nicholas, unapozungumza na pioneers wa Pi, huwa wanaongelea zaidi kuhusu umuhimu wa ugatuzi, yaani decentralization, au kuhusu mradi wa Pi wenyewe. Nicholas, unapofikiria kuhusu usambazaji wa madaraka, decentralization na akili bandia, kuna changamoto za kiufundi kama kuingiza teknolojia kwenye muundo wa mitandao, mafunzo ya akili bandia na kugawa zawadi au malipo kwa usawa. Lakini pia kuna suala la jinsi faida au thamani inavyoshikiliwa. Katika siku za usoni ambapo kazi nyingi zitashughulikiwa na mashine na agentic AI, ni muhimu kuhakikisha kwamba faida haikusanyiwi na watu wachache tu au makampuni makubwa. Teknolojia ya blockchain na miradi yetu inaweza kusaidia kugawa thamani hiyo kwa watu wengi zaidi. Waanzishaji wa miradi na wabunifu wanapaswa kufikiria jinsi blockchain inaweza kusaidia kufanikisha hili. Sam, kutoka CoinDesk. Lelaya, unapojenga mkakati wa agentic AI, ni mambo matatu gani ya msingi unayopaswa kuyajua ili kufanikisha jitihada zako? Lelaya, watumiaji hawajali sana kuhusu ugatuzi, bali wanajali jinsi data zao zinavyotumiwa. Kampuni za kati hukosolewa kwa kutumia data za watumiaji kufundisha mifumo yao kwa siri, jambo ambalo mara nyingi husababisha kesi za kisheria. Pia watumiaji wanataka kulipwa endapo data zao zitawasaidia mawakala waliowafikia. Katika mifumo ya kati unakumbana na changamoto za bei na vizuizi vya kiwango cha huduma. Kwa mfano, tulipokaribia kuzindua testnet yetu, tulikumbana na matatizo ya bei kutokana na muundo wa msingi wa mfumo. Haya ni mambo muhimu kuzingatia. Sam, kutoka CoinDesk. Lakini watu bado wanatumia Spotify, Netflix na ChatGPT bila kufikiria kuhusu usalama wa data zao. Ninaogopa kuhusu kile kinachojulikana kunihusu, lakini bado nawapa data zao kwa hiari. Je, tunaweza kusema kuwa tunakosea kufikiria kwamba watumiaji wanapendelea usalama zaidi kuliko urahisi? Lelaya. Hapana, hiyo ni sahihi kabisa. Changamoto kubwa ya blockchain ni uzoefu wa mtumiaji. Watu wanapendelea matumizi rahisi. Wallet, ada za miamala na mifumo ya ugatuzi bado ni vikwazo. Kama wajenzi, tunapaswa kufanya mambo yawe rahisi na ya kueleweka kwa watumiaji. Sam, kutoka CoinDesk. David, unawezaje kujenga programu ya kiwango cha biashara kwa kutumia zana za ugatuzi za AI? David, nimekuwa katika sekta ya crypto kwa zaidi ya miaka 12, na japokuwa sisi kama wataalamu tunathamini ugatuzi, watumiaji wa kawaida mara nyingi hawajali sana. Wanaweza kushiriki data zao na huduma kama Google bila kusita. Hata hivyo, kwa biashara, data ni rasilimali ya thamani sana. Hapo ndipo ugatuzi unapokuwa faida badala ya kuwa kikwazo. Tunawaelimisha wamiliki wa biashara juu ya umuhimu wa kulinda data zao na kwa nini ugatuzi unaweza kuwa njia salama na yenye faida. Wengi wao huwa na wasiwasi kuhusu kushiriki data na makampuni kama OpenAI, wakihofia kuwa data hizo zinaweza kutumiwa kuunda miundo ya akili bandia inayoweza kuvuruga biashara zao. Hilo ndilo linalofanya ugatuzi kuvutia zaidi katika muktadha wa biashara. Sam, kutoka CoinDesk. Eric, nimepitia mabadiliko mengi. Mazungumzo ya crypto Twitter sasa yanalenga zaidi bei za tokeni. Miradi yenu inahusisha tokeni na kutoa motisha kwa ushiriki. Lakini je, ni rahisi kulipa $9.95 kwa mwezi kuliko kufanya kazi zaidi? Je, tunapaswa kutenganisha wazo kwamba kile kilicho na manufaa kwa dunia si lazima kiwe na thamani ya kifedha? Eric, kwa ngazi za chini, malipo madogo yanafaa katika Web 2, Web 3 au hata nje ya mtandao. Kwa mfano, kwenye AWS unalipa kwa dakika, katika crypto unalipa kwa kila muamala. Tulikosea kwa kutoweka tabaka kati ya mfumo huu na mtumiaji. Watumiaji wanapendelea kulipa $10 kwa mwezi kwa urahisi kuliko kuhisi wanakatwa senti moja. Lakini mawakala wa AI hawana upendeleo wa tabia, na hivyo watapunguza gharama kwa kutumia malipo madogo. Hilo lina thamani, lakini halipaswi kufika moja kwa moja kwa mtumiaji. Sam, kutoka CoinDesk. Muda unayoyoma, kwa hivyo hili ndilo swali la mwisho. Kwangu mimi, sarafu thabiti na agentic AI ndio mustakabali wa biashara mtandaoni, hilo halina shaka. Mnajengaje mifumo inayowezesha malipo madogo kwa urahisi ilhali mfumo wa kifedha wa sasa unalazimisha ada zake? Tunabuni njia mpya za kufanya biashara na kushirikiana. Maoni yenu ya mwisho, tukianzia na Nicholas. Mnaonaje kuunganisha agentic AI, sarafu thabiti na mitandao ya AI iliyogatuliwa ili kuunda programu za baadaye? Sekunde 30 kila mmoja. Nicholas, tujenge programu na bidhaa bora ndizo zitakazoshinda hatimaye. Kwa msaada wa AI ya kizazi cha sasa, watu wengi zaidi wanaweza kubuni na kujaribu bidhaa zao. Mitandao yenye ushiriki mpana ina faida ya kipekee kwa kuwawezesha watu kuunda bidhaa na thamani tofauti.
Thamani hiyo itawashawishi watu waichukue na kuithamini. David, kama vile mtandao katika miaka ya 89, sarafu thabiti zitakuwa msingi wa muongo huu. Katika miaka ijayo, kutakuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya agentic AI. Mpito kuelekea agentic AI huru utakuwa wenye changamoto, lakini pia wa kusisimua. Eric, malipo ndio msingi wa kile tunachojenga. Tunatengeneza AITP, itifaki kwa ajili ya agentic AI kubadilishana data na malipo. Tunajumuisha vipengele vya fedha za fiat kama zawadi, mikopo na utatuzi wa migogoro kwa ajili ya akili bandia. Tunaongeza ushiriki wa mapato kwa kutumia crypto ili kuhamasisha matumizi ya sarafu thabiti, Lelaya. Kwa upande wa biashara, ushirikiano ni muhimu. Wana watumiaji wengi na wana mtazamo wa muda mrefu kuhusu uendelevu. Mapato si jambo baya. Kutoza ada kunaweza kuambatana na ushiriki wa mapato ili kuwazawadia watumiaji. Sam, kutoka CoinDesk. Huo ndio muda wetu. Asanteni sana, imekuwa mijadala ya kipekee. Asanteni kwa kushiriki na pia asanteni kwa wote mliofuatilia.